Mimi leo nimekuja pamoja na kamati ya usalama ya wilaya Mvomero kwa ajili ya kujionea rasilimali zilizopo kwenye hifadhi. Lakini kingine nimekuja kujionea kwa namna gani na kwa kiasi gani uharibifu unafanyika kwenye msitu wa mazingira asilia wa Mkingu. Huu ndio unavyoitwa msitu wa mazingira asilia wa Mkingu. Nimekuja kuangalia hali ya uhifadhi, rasilimali zilizopo na ni kwa jinsi gani na kwa kiasi gani msitu huu umekuwa ukiharibiwa na vijiji vinavyozunguka huu msitu. Tumepata taarifa kwamba ni vijiji 25 vinauzunguka huu msitu wote na una hekta karibu 26,000. Kwa hiyo ni msitu mkubwa sana, lakini umepandishwa hadhi kuwa ni msitu wa asili, mazingira ya asili. Kwa hiyo manake mazingira asili ilivyo ni kwamba ni nature, kwa maana kwamba kila kilichomo kinatakiwa kubaki kama kilivyo. Kwa sababu gani? La kwanza, inahifadhi bioanuai. Bioanuai wanasema ni mimea, inahifadhi wanyama, inahifadhi ndege, vyura, mijusi kwa asili yao, kwa sababu kuna viumbe wengine wanapatikana hapa tu, hawapatikani sehemu nyingine yote duniani. Kwa hivyo tumekuja leo kwa lengo la kutembelea, kujionea, lakini pia kuangalia uharibifu unavyofanyika. Alafu baada ya hapo sasa tuweke mikakati ya namna ya kukabiliana na huu uharibifu kwa kushirikiana nanyi ambao ni vijiji vinavyozunguka huu msitu. Kwa kazi tunakuja kuifanya leo kimsingi ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kwa nini nasema maelekezo ya Mheshimiwa Rais? Mheshimiwa Rais yeye ndio mwana mazingira namba 1 kwa nchi yetu. Mwana mazingira namba 1. Na amekuwa akisisitiza kila siku ulinzi wa mazingira, kwa sababu yeye anasema ulinzi wa mazingira ndio msingi mkuu wa uhai na ndio msingi mkuu wa maendeleo na ndio msingi mkuu wa usalama wa taifa. Leo tumetembelewa na mkuu wa wilaya na kamati ya usalama kwa lengo la kujionea rasilimali zilizopo katika msitu wetu wa hifadhi Mkingu, lakini pia kujionea ni kwa jinsi gani msitu huu unaharibiwa na wananchi au watu wasio na nia njema na hifadhi hii. Msitu wetu una jumla ya hekta 26,333, lakini umekuwa na uharibifu mkubwa ni kwa kilimo cha iliki ambacho kimekuwa mwiba sana katika eneo hili la msitu wa Mkingu. Shughuli ambazo tunazifanya kwenye msitu huu ni pamoja na shughuli za uhifadhi, kwa maana ya kwamba tunatunza huu msitu kwa lengo la kuhifadhi na kutunza bioanuai mbalimbali zilizopo kwenye msitu huu. Katika msitu huu kuna viumbe wa aina mbalimbali ikiwemo miti, ambapo miti iliyopo hapa ni zaidi ya spishi 790 na tuna wanyama spishi zaidi ya 34. Tuna reptilia zaidi ya spishi 38. Tuna amphibia pia zaidi ya spishi 40. Kwa hiyo utaweza kuona ni namna gani msitu umekuwa na rasilimali kubwa, na huu msitu ulipandishwa hadhi kuwa msitu wa mazingira asilia baada ya tafiti nyingi ambazo zimefanyika kwenye msitu huu na kugundua kwamba spishi nyingi za miti, wanyama, ndege, vyura, reptilia na wadudu mbalimbali wengi wako kwenye hatari ya kutoweka duniani. Kwa maana hiyo kuna spishi za miti, za wanyama ambazo zinapatikana kwenye msitu huu pekee na hazipatikani maeneo mengine. Ndio maana huu msitu ukapandishwa hadhi na kuwa msitu wa mazingira asilia. Hifadhi hii imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya utalii, vikiwepo vivutio vya kiasili na pamoja vivutio vya kitamaduni. Kwa hiyo utalii, aina ya utalii ambao unafanyika kwenye hifadhi hii ni utalii wa mazingira au kwa jina la kizungu wanaita ecotourism.
utalii ambao umejikita sana kwenye mazingira. Kwa hiyo tuna vivutio vingi, vivutio vya kiasili vilivyopo. Tunao maporomoko ya maji marefu na mafupi, tunao maporomoko ya maji ya Msingiso, lakini pia tunao maporomoko ya maji ya Diboelo. Lakini pia tunao aina tofauti ya maua ambayo ni maua adimu na maua ambayo yanatumika kwa shughuli nyingi sana, ikiwepo shughuli tofauti za tafiti. Kivutio kingine kama wanyama ambao mfano ni vinyonga au ni vinyonga wa ajabu, vinyonga wenye pembe. Tuna kinyonga mwenye pembe moja, kinyonga mwenye pembe mbili na kinyonga mwenye pembe tatu. Hao wote utawaona unapotembelea hifadhi ya mazingira asilia Kingu.